Yes, mtazamaji wa Manara TV, ni siku nyingine tena tunakutana katika exclusive interview, na siku ya leo nimekuja kivingine kidogo. Ninaye Dr. Ashura Selemani. Huyu ni daktari bingwa wa afya ya jamii. Atatupisha kidogo kwenye afya ya jamii inatakiwa vipi, lakini kubwa zaidi ambayo tunaenda kuizungumzia hapa ni masuala mazima ya siasa. Tunafahamu kwa hivi sasa taifa la Tanzania linaelekea kwenye uchaguzi mkuu ambao unatarajiwa kufanyika mnamo mwezi wa 10. Ni takriban miezi mitano imebakia tuelekee kwenye uchaguzi mkuu, lakini kama ambavyo nimekuambia leo nina Dr. Ashura Selemani. Yeah. Habari za wakati? Salama sana, habari zako? Mimi niko vizuri kabisa. Karibu sana Manara TV. Asante, nishakaribia. Nilikuwa kitambo kidogo tulizungumza, tukasema tutakuja tuzungumze bana, utupitishe kwenye afya ya jamii iko vipi, lakini alhamdulillah leo tumefanikiwa na tunakuja kuzungumza kwa uwanda zaidi. Sasa Kwanza kabisa tunatamani kufahamu unapozungumzia afya ya akili, kwa sababu umesema ni daktari bingwa wa afya ya akili. Afya ya akili ya jamii. Public health. Sawa, kizungu na kimechanganya ndani yake kila mna shida. Yes. Tupishe kidogo kwanza. Dr. Ashura ni nani kabla hujatupeleka moja kwa moja kwenye afya ya jamii? Okay. Dr. Ashura ni binti wa Kitanzania mwenye ndoto nyingi sana kama mabinti wengine, lakini ni daktari kama nilivyotangulia kusema, ambaye nimespecialize kwenye afya ya jamii maarufu kama public health specialist. Hivyo yani huyo ndo Ashura. Yeah. Lakini sasa umesema umespecialize sana kwenye afya ya jamii. Pengine kwa ufupi sana kabla tujaenda kwenye jambo letu ambalo nimekutanisha kwa siku ya leo. Unapozungumzia afya ya jamii unazungumza katika uwanda upi? Pengine kuna mtazamaji ambaye anatufuatia sasa hivi kupitia Manara TV lakini akawafahamu. Kwa kawaida afya yoyote ile tunayoizungumzia ni afya ambayo inaigusa jamii, lakini unapokuja kusema kurudi kwenye afya ya jamii kama specialty au kama taaluma maalum, ina maana hapa sasa tunakuwa tunaangazia yale magonjwa ambayo yanapata attention kwenye jamii au yana affect jamii kwa ukubwa. Yani kitaalamu wanasema magonjwa ambayo yana public health interest. Kwamba tukizungumzia ukimwi ni ugonjwa tu kama unavyoweza kuzungumzia labda UTI ama unavyoweza kuzungumzia kitu chochote. Lakini ukimwi unakuwa na effect kwa jamii kubwa kuliko tu neno lenyewe unavyoweza kulitamka, kwa maana kwamba hapa unaangalia namna yake magonjwa yanavyoenea, inavyotoka kwa mtu kwenda kwa mtu, lakini effect yake haitamlenga tu yule mgonjwa mmoja ambaye umemtibu, itailenga familia yake, watoto wake, uzao wake. Yani kwa hiyo tunapoongelea afya ya jamii, maana yake tunajaribu kucontain haya magonjwa yasilete effect kubwa kwa jamii, kwa sababu yanakuwa ni epidemic, mengine yanakuwa ni pandemic, maana yake yanaathiri jamii kubwa kwa wakati mmoja. Tofauti na utakavyotibu, utakuja hospitali na UTI sio nini, unachekiwa au jicho sio lina shida gani, unaondoka. Lakini huyu mgonjwa wa ukimwi kukutana naye leo, ukimtibia kule kwenye jamii anakoenda, kuna rate ya maambukizi ambayo huenda huyu mmoja kesho akaja tayari ameshaambukiza watu wengi zaidi. Umeona, kwa sababu ya tatizo ambalo lilikuwa kwa mtu mmoja. Kwa hiyo tunapoongelea public health tunamaanisha kwamba tunataka sasa tuangazie yale magonjwa ambayo yana uwezo wa kuathiri jamii kubwa kwa wakati mmoja, and then tuone tuna contain vipi ili kuilinda jamii yetu. Na hapo nimetoa tu mfano HIV, lakini unaweza kaangazia magonjwa almost yote ambayo yanaambukizwa, magonjwa ya kuambukiza almost yote, TB, corona kama tulivyoona, COVID imeanza labda kwa mtu mmoja tu, lakini mwisho wa siku ikaspread mpaka jamii nzima, mataifa, vitu kama hivyo. Kwa hiyo mimi ndo niko pale. Kwa hiyo ukiwa daktari wa afya ya jamii pia unaweza kujikita kwenye vitu mbalimbali, labda kwenye miradi ya afya, labda kwenye kutunga sera za afya, labda kwenye kufanya tafiti za afya ili tuje na ile conclusive idea kwamba okay, sasa hivi tufanye nini ili na vitu kama hivi. Okay, mimi nadhani sasa kipindi kijacho tutazungumzia kwa undani zaidi kuhusiana na mambo mazima ya afya ya jamii. Pengine sasa wakati unajitambulisha hapo umejitambulisha kama daktari na mimi nakufahamu kama daktari. Lakini kuna
msichana wa kike ambaye yuko mtaani kwa hivi sasa anapambania ndoto zake, anatamani kuwa dokta kama ulivyofika hapo, pengine tupitie kidogo historia ya Dr. Ashura Selemani kufika mpaka leo tunamtambua, tunafanya naye mahojiano, iko vipi kwa ufupi sana? Ilikuwa tu kawaida, nadhani kama walivyo madaktari wengine. Unazaliwa, unakuwa, unafika umri ambao unatakiwa uanze shule. Nikaanza shule kawaida, shule ya msingi, nimeenda sekondari, nimeenda chuo. Yaani katika hali tu ile ya kawaida ya kuvuka masomo kulingana na mitihani ambayo unakutana nayo shuleni, unafaulu unaenda. Lakini pia ndoto, kama mtu unakuwa na ndoto kwamba mimi nitakuwa mtu fulani baadaye, kwa hiyo unaipambania katika harakati za masomo. Japokuwa kwa mwanzo kabisa sikuona kama udaktari ni kitu ambacho natamani nije niwe baadaye, ila kulingana na namna yangu ya ufaulu na influence ya watu ambao wanakuwa karibu yangu, nikajikuta nimekuwa daktari. Lakini huko nyuma ungeniuliza ningekwambia mimi nataka kuwa mwalimu kwa sababu mwalimu ndio ilikuwa dream yangu kubwa ya. Kwa hiyo hamna hata story ambayo ni ngumu sana, lakini nadhani ni jitihada tu, kusoma kwa bidii, kupambania mafanikio. Na huenda Mwenyezi Mungu alinichagua nije huku ndo nifanikiwe huku. Namshukuru Mungu. Sawa, umeeleza kwamba udaktari ulikuja tu kutokana na juhudi ambazo ulikuwa unazifanya sana wakati uko shuleni. Lakini natamani kufahamu, mbali na wewe kuwa daktari na umesema kwamba hobi yako ulikuwa unapenda kuwa mwalimu, kuna kitu gani kingine ambacho kinakuvutia ndani ya hivyo viwili, kwa maana kwamba udaktari na walimu, kwa maana kwamba ningikosa udaktari ningekuwa mwalimu, ningikosa walimu ningekuwa mtu fulani? Kitu gani tofauti na hivyo kinakuvutia? Mimi toka makuzi yangu nikiwa mdogo nilikuwa navutiwa sana na namna walimu, kwa sababu mimi ni mtoto ambaye nilikuwa napenda sana masomo. Yaani ukiingia darasani, kwa sababu somo unalipenda, utajikuta na mwalimu umempenda ili umuelewe. Kwa hiyo nikawa kuna mwalimu mmoja au wawili wakawa wananivutia sana. Yaani naona kama mimi mbona naweza. Alafu kuna vile discussion darasani, mnafanya discussion, unaona okay, mbona kama nikifundisha wanafunzi wanavutiwa, yani wanaelewa zaidi. Unajua kuna wanafunzi ambao mwalimu akiwa darasani kuelewa ni ngumu, lakini mwalimu akitoka wanakuja, hivi pale amesemaje? Ukishamwelesha Ashura alisema hivi. Kwa hiyo unakuta wewe wamekuelewa zaidi kuliko mwalimu wao. And then nikasema okay, kumbe naweza nikafundisha. Lakini mbali na hayo, mimi wanaamini mwalimu ni kiongozi. Yes, kwa hiyo namna anavyoongoza darasa, anavyoongoza masomo, mpaka mwisho wa siku mnakuja watu mnapata zawadi, mmefaulu hivi, mmefaulu. Unaona kabisa ni kwa ajili ya juhudi za hawa walimu. Na mimi nilikuwa natamani niwe huyo. Yaani kuna ile watoto fulani wamefaulu labda somo la hesabu, mwalimu anaitwa mbele, anapewa zawadi. Yaani yale masifa yale, nikawa naona kama ila jamani, ili uwe kitu fulani lazima uonekane. Kwa pia ndani kwangu kukaa kumezaliwa ile hali ya kutamani kuwa kiongozi, kupitia walimu. Kwa hiyo huenda kabisa nilikuwa natamani niwe mwalimu ili baadaye pia niwe mtu mwingine, lakini kutokana na huo walimu. Maana kada zetu hizi za afya ni mara chache sana uone mtu ametoka kwenye afya amekuwa labda mwanasiasa, amekuwa mtu fulani kiongozi mkubwa kwenye jamii. Si watu tunabaki tu kuna magonjwa yetu tunapambana nayo mpaka mwisho ya. Kwa nadhani iko hivyo. Kwa tafiti ambazo pengine sio rasmi lakini nimeshaziangalia na mifano yake hai, unapozungumzia mwalimu ni miongoni kwa kuja kwenye siasa za Tanzania. Asilimia kubwa ya walimu huwa wana shift kutoka kwenye ile taaluma yao kwenda kwenye siasa. Pengine sasa wewe ni daktari na unatamani kuwa mwalimu. Umewahi kufikiria kuingia kwenye siasa? Yani as we speak, mimi ni mwanasiasa. Mimi ni mwanasiasa tayari. Nadhani kulikuwa hapo na hiyo sababu pia ya kwa nini mimi niliamua hata kusoma public health, kwa sababu nilikuwa naona nikae tu nihangaike na mgonjwa, nifanye hivi. Lakini no, yani kuna vitu vikubwa ambavyo naweza nikaenda nika-intervene kule ili hata huyu mgonjwa hapa asitokee. Umeelewa? Kwa hiyo nilikuwa tu kwenye mlengo huo tayari wa uongozi na nini. Kwa hiyo mwisho wa siku uongozi lazima uwe kidogo huko na siasa ndani yako. Kwa hiyo mimi siasa nimeanza huko way back nikiwa mdogo, na shiriki mambo ya chama na nini mpaka leo nilipofika hapa. Okay. Yeah. Na umesema umekuwa ukishiriki mambo ya chama mpaka umefika hapa. Kwa sasa hivi tunaelekea kwenye uchaguzi mkuu. Lakini kabla tujaenda kwenye swali langu, unaamini ni kweli kwamba watu wengi wanapokuwa wanapata elimu ya kitu fulani au wenye taaluma ya kitu fulani, mara nyingi huwa wanaamini sehemu sahihi ya kukimbilia ni siasa peke yake?
Wanapokuwa wamekosa? Wanapokuwa na taaluma fulani. Kwa mfano si daktari, yes. Lakini umesema unatamani kuja, wewe ni mwanasiasa, yaani unafanya siasa, kwa maana unatamani kuwa mwanasiasa. Yeah. Siku moja utaje kumuona Ashura bungeni akifanya mambo yake kisiasa. Kwa maana kwamba ni kweli kwamba watu wenye taaluma fulani mara nyingi wameona sehemu pekee ya kutokea ni kwenye siasa. Nadhani hivyo. Kwa sababu mara zote siasa imekuwa ni sehemu ambayo nguvu nyingi sana ya kufanya mambo kwa mlengo wa maendeleo, kwa mlengo wa mabadiliko, mageuzi. Siasa imekuwa kama ni chachu zaidi. So unaona kama kwa mfano juzi tumepata ilani mpya ya Chama cha Mapinduzi. Hii ilani imeandika yani ile unajua ni wanaita manifesto. Yani ni kama msahafu unaidirect serikali ifanye nini. Sasa kama wewe ni daktari, upo hospitali unatibu, au kama wewe ni mkulima, mwalimu labda uko unafundisha. Ina maana ile ilani ya chama imetokana na siasa ndio inayo direct tunataka mabadiliko gani kwenye sekta ya elimu. Umeelewa? Kwa hiyo moja kwa moja inanionyesha kwamba okay, kumbe kwenye siasa kuna nguvu fulani ambayo ni ya ziada. Huku tutakuwepo kwenye taaluma zetu tutaimplement, lakini tukiwa kwenye siasa tuna uwezo wa kutunga hizo ilani, tuna uwezo wa kutengeneza hizo sera, tuna uwezo wa kushauri kwamba okay, vikienda huko kwenye implementation vifanyike vipi. Umeona? Kwa mfano hata ukiangalia hapo kwenye masuala ya ajira, hiyo inaandika kwamba chama kitaielekeza serikali na kitaisimamia kufanya mambo fulani. Kwa hiyo unaona kumbe nguvu inatoka huku and then sisi huku tunakuja kutekeleza. Kwa hiyo if you get chance you better go there ukavitengeneze kabisa huko, ili hizi changamoto ambazo tunaziona huku zisiwepo, tuwe tayari tushazifanyia kazi upande ule. Kwa mimi sishauri wote watoke kwenye taaluma zao wakawa na siasa, lakini ambao wana passion na siasa kama wewe, kama mimi, of course, thank you. Kama mimi tutoke tuje kwenye siasa ili tufanye vitu ambavyo tunadhani vinatakiwa kufanyika kule sasa kwenye upande wa utekelezaji. Kwa ufupi unasema ndio tafsiri sahihi kwamba siasa ni maisha, kwamba hii inagusa kila sehemu. Siasa ni maisha, na sikudanganya mtu. Siasa ni maisha. Sawa, pengine tuzungumzie sasa nafasi ya mwanamke hususan kwenye uongozi. Tumeona Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan ameonesha nia thabiti na dhamira kwamba mwanamke anaweza kuwa kitu chochote kwenye taifa la Tanzania au kushika nyadhifa yoyote ya ukiongozi. Lakini kumekuwa kuna changamoto ya kuhusiana na nafasi ya mwanamke kwenye kushiriki masuala mazima ya siasa na uongozi. Pengine kwa upande wako kuna muda ukikaa ukiangalia changamoto ambazo nyinyi wanawake mnakutana nazo kwenye masuala ya uongozi na siasa, una muda unakata tamaa, au kipi hasa unachokiona kwenye mlengo hususan kwenye upande wenu wanawake na watoto wake kwa ujumla? Ni kweli unazungumza, kwa sababu jamii zetu toka huko mwanzo, yani toka enzi za mababu au ambao hatakuwaona, iliwekwa hivyo. Yani iliwekwa hiyo imani kwamba mwanaume ndo ana uwezo wa kushika nafasi mbalimbali kubwa kwenye jamii na akaongoza. Lakini kadri siku zinavyozidi kusogea, mambo yanazidi kubadilika kulingana nadhani na maendeleo ya demokrasia, maendeleo ya mambo ya agenda. Watu wamekuja, wamejifunza, wameona kupitia wenzetu vitu gani vinafanywa na wanawake na wana uwezo kiasi gani. Lakini pia elimu zinatolewa hata mashuleni kila siku. Kwa hiyo ungeniuliza kwa karne kadhaa nyuma ambazo huenda hata sikuwepo, ningesema yes, ni changamoto. Lakini kwa sasa hivi ni swala ambalo linahitaji uthubutu, utayari na kuamua kujitambua kwamba wewe una nafasi gani na unataka ufike wapi. Kwa sababu wanawake sasa hivi wanafanya vitu vikubwa sana. Na uwezo wanao na wanaonyesha, hata tukiangalia mama yetu kama wanavyosema, lakini kuna wamama ambao waliweza kuzishinda hizo changamoto nyuma huko hata kwa Tanzania hii ambao tunawatumia kama mifano leo. Kwani wao waliwezaje? Kwa hiyo nadhani ni swala la utayari. Ugumu ulikuwepo, yes, lakini not now. Yaani sasa hivi binti akija mbele yangu akaniambia anazipata changamoto ndio maana hajiingizi kwenye mambo ya siasa au uongozi, hajitokezi kutumia fursa mbalimbali, naona kama tu hayuko tayari. Au naona labda kuna ufahamu fulani au uelewa fulani anakosa. Na sasa kwa hivi sasa naweza kusema kwamba Dr.
Dr. Samia amewapa nguvu wanawake, amewapa ile morali ya kwamba kila kitu kinawezekana. Sana. Kitu gani hasa kinakuvutia kwenye uongozi wa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan? Honestly, kila kitu. Yaani unajua tangu siku ya anyway, mama yetu aliingia tukiwa ni kwa majanga yalitokea, lakini hata kipindi akiwa yeye ni makamu wa rais bado yani kuna kitu nilikuwa naona kwamba yani huyu mama yani siku moja nitakuwa tu kama yeye, kwa sababu vitu alivyovifanya ni vikubwa. Kwanza mimi nilivutiwa sana na falsafa yake ya 4R alivyokuja nayo. Ile 4R ina maana nyingi sana, na maana hizo zimetekelezwa kwa vitendo. Tumeona vitu vimeachiwa, masuala ya vyombo vya habari yalikuwa wenyewe ni mashahidi, kuna namna mlikuwa mnabanwa fulani, masuala ya kujieleza, masuala ya vyama, yani vimeachiwa, vimekuwa free, na vingine mpaka vinaleta taharuki sasa hivi. Kwa hiyo ni vitu ambavyo kwa hali ya kawaida wanaume wengine walishindwa maybe, au kuna namna fulani mambo hayakuwa free sana, lakini mama amekuja yani ameweza. Ameweza. Kwa hiyo ni kitu ambacho tunajivunia wadada. Na kitu kingine ambacho kinanifanya ni mkubali, unajua sisi kwenye sekta yetu ya afya tuna changamoto nyingi sana. Nyingi sana. Na kama inavyofahamika, afya ni uhai. Yani afya ni kila kitu kwenye maisha ya binadamu. Lakini amekuja kwenye afya huku ndani ya miaka 5 tu anafanya mageuzi ya ajabu. Yaani ambao ukikaa mwenyewe unaangalia unasema okay, kwa yule ni mwanamke. Kwa kumbe sisi tuko pale. Kwa hiyo ametuinspire vikubwa sana. Yaani swala tu la vifo vya mama wajawazito kupungua kutoka 550 na kitu mpaka 100 katika kila vizazi hai 100,000. Unaona sio kitu kidogo sio kitu kidogo. Tunaweza tukaviongea kwa sababu namba zinatamkika, lakini kuachieve hiyo outcome kwenye sekta ya afya duniani mpaka amekuwa recognized, amepewa zawadi. I say ni kitu ambacho yani kama mwanamke yani nilikuwa natamani sana uchaguzi huu unaokuja yani wanawake ndio wawe wengi kuchukua hizo form kuliko hata wanaume, kwa sababu ameprove. Kwa hiyo I'm proud of her big time. Sawa. Hivi karibuni Chama cha Mapinduzi kimezindua rasmi ilani yake ya kuelekea kwenye uchaguzi mkuu. Na wewe kama kijana, kama utakuwa mpata nafasi ya kuisoma ile ilani, tumeona ni kwa namna gani inaendelea kuizatiti ama kuitengeneza Tanzania ambayo pengine Tanzania wengi baada ya miaka 30 watakuwa ndio Tanzania ambayo naitaka. Natamani kwa upande wako wewe kama mwanachama mkereketo wa Chama cha Mapinduzi CCM, kwa ufupi sana uniambie kitu gani kimoja ambacho umefurahishwa kwenye ilani ile ya Chama cha Mapinduzi, lakini pia natamani tuzungumzie nafasi ya vijana hususan kwenye kushiriki uchaguzi. Bado kuna wengine wamekuwa wakiona kama siasa ni kimchezo fulani hivyo wa wahuni ambao kila mtu anaweza kaingia kacheza, akishindwa mwisho siku akishindwa anaenda kufanya vitu ambavyo pengine sio sahihi, au anaenda kukosoa serikali kutokana na ameshindwa kitu fulani. Natamani uniambie kwa upande wako iko vipi, tukianza na kwenye ilani. Kwenye ilani nimesoma vitu vingi sana, lakini mimi kama kijana yani nimeona kila kilichoandikwa pale ni fursa kwa vijana. Ni fursa kwa vijana. Kwa mfano kwenye ilani amezungumzia masuala ya kwamba ndani ya hii miaka 5 inayokuja chama kinaielekeza serikali kutengeneza ajira zaidi ya 1,000 na zaidi ya milioni 8. Sawa? Ajira zaidi ya milioni 8 ni nyingi. Ni nyingi sana. Na hizi ajira zitoke sekta rasmi na zisizo rasmi. Japokuwa imesisitiza sana kwamba zaidi ya 50% ya ajira zitoke sekta rasmi. Kwa hiyo mimi nadhani ni fursa, lakini bado pia hiyo ilani imetilia mkazo katika swala zima la ufunguaji wa viwanda. Kuna sura moja inasema itahakikisha inaanzisha kongani za viwanda vidogo na vya kati kila wilaya na kila mkoa. Sasa hizi ni fursa, yani umeshaandaliwa eneo, limeshawekwa kila kitu na imeandika kabisa kwamba ita provide huduma zote za jamii muhimu. Manake umeme, maji, usafiri kwa maana ya barabara za kufika hilo eneo zipo hapo. Kwa hiyo wawekezaji ni waje, waweke mashine zao, mitambo yao, maeneo yapo ni ya serikali imeshatoa na imeyawekea uzio, kila kibali kipo. Sasa kama viwanda vipo vimewezeshwa, wawekezaji wamefunguliwa njia, wanakuja kuwekeza Tanzania kutoka nje na ndani ya nchi.
vijana, kwa nini tusizitumie hizo fursa kufanya kazi? That means ajira zitapatikana pale. Lakini kwenye uwanda wa elimu vijana hawajasahaulika. Kwenye uwanda wa kilimo vijana hawajasahaulika. Tatizo letu sisi vijana tunakaaga sometimes tunaona masuala ya kilimo haya wazee haya. Tumwachie mzee tu nyumbani. Lakini kilimo kimewatengenezea watu wengi sana ajira. Na sio tu ajira, kimewatengenezea watu wengi sana utajiri. Hata ukimuuliza tajiri yeyote anayefahamika mkubwa Tanzania hii, atakwambia ninajihusisha na kilimo. Yeah, kwa hiyo vijana wamezingatiwa sana kwenye hii ilani. Na ndo kitu ambacho kinanipa moyo na kinanifanya nitamani kila siku kuambia vijana wenzangu wajitokeze, yani wajitokeze. Yani usione kama siasa ni kitu tu fulani ambako kameandaliwaga kwa ajili ya watu ambao wameshindwa kufanya vitu vyao huku nje wakaona hebu tukimbilie kwenye siasa. Hapana, siasa ndo inaongoza nchi. Siasa ndo ina run kila kitu ambacho tunaona sisi kina manufaa na sisi. Kwa hiyo vijana wajitokeze, watumie hizo fursa, wagombee ngazi mbalimbali za uongozi, lakini hata wale ambao labda uongozi sio mambo yao, basi washirikiane na serikali katika kueneza mema kwa manufaa ya nchi pia. Sababu sasa unaona vijana ndio watu ambao wanatumika kuchafua nchi, kuvuruga amani. Kwa hiyo vijana watumike vizuri tu, sababu chama au siasa ipo kwa ajili yao pia. Yani siasa haijawatenga vijana. Sawa. Au waje kwangu niwafundishe. Sawa, ukitaka kujifunza siasa sogea hapa kwa Dr. Ashura. Mtazamaji wa Manara TV. Na yupo hapa anafanya mazungumzo na Dr. Ashura Selemani. Huyu ni daktari bingwa wa afya ya jamii na tupo hapa kwenye kuzungumzia mawili matatu kuhusiana na afya kama tulivyozungumza hapo awali, lakini tumezungumza kwenye siasa kama ambavyo amesema yeye tayari mwanasiasa, ingawa bado nataka nimuulize hapa kwamba ni jimbo gani sasa tunaelekea kwenye uchaguzi. Bunge likishavunjwa pale sasa wanasema lugha za kimtaani wanasema fungulia dogi. Sasa Dr. Ashura, kama ambavyo umesema hapo awali kwamba wewe tayari ni mwanasiasa licha kuwa wewe daktari bingwa wa afya ya jamii. Pengine Tanzania ama mfuatiliaji wa Manara TV ambaye anakutazama kwa hivi sasa anatamani kufahamu future yako iko vipi? Tunaelekea kwenye uchaguzi mkuu. Malengo yako yako vipi? Tutarajie kumuona Dr. Ashura kwenye uwanda wa siasa akipambana kwa kuvuja damu na jasho, ukiangalia joto la siasa ambalo linaendelea kupanda kila uchao? Tuambie. Asante kwa swali lako zuri. Na kwa sababu sasa hapo mwanzo nimesema kwamba nawasihi vijana wajitokeze, wagombee, wachukue fomu, wapambane huko majimboni, viti maalum huko, waonyeshe nini. Nadhani na mimi kuna kitu nitakafikiria japokuwa sio vibaya hatutini, lakini kila mtu anakuwa na maono yake. No, maono yangu mimi kwa sababu tayari ni mwanasiasa kwa muda mrefu, kwa hiyo siwezi nikakataa kwamba huenda nisifanye chochote mwaka huu. Nitajitahidi, bado nafikiria niangalie wapi, upande gani. Kwa hiyo bado sijawa na yale maamuzi ya moja kwa moja, lakini obviously chochote kitu kitatokea, si unaelewa tena. Na pengine sisi ni vijana na uende kitokea ndio kwa ni mara yako ya kwanza kushiriki kama mgombea. Uende sasa kama chochote kitokea sasa. Haitakuwa mara ya kwanza, lakini huenda kwa uchaguzi huu mkuu itakuwa ni mara ya kwanza, lakini kwa chaguzi zingine ndani ya vyama na sehemu tofauti tofauti si mara ya kwanza. Kwa maana kwamba ushashiriki kwenye chaguzi za ndani za chama au chaguzi kwa chaguzi za ndani za chama so many times, lakini kwa chaguzi za nje kama hivi itakuwa mara ya kwanza kama endapo nitashiriki. Lakini namuomba Mungu anisaidie nishiriki tu, maana nguvu ipo, uwezo upo. Okay, na ukitokea sasa unashiriki, pengine unaweza kudogeza kwa ufupi tu tukatuficha itakuwa ni wapi, mkoa gani kwa ufupi? Bado nafikiria kwa sababu wapi anakuvutia zaidi, au wapi unaona naweza nikakaa jimbo fulani nikajipima na mtu fulani na nikamshinda kutokana na sera zangu 1 2 3? Hiyo tu iache kwanza. Ngoja niendelee kufikiria, nitarudi tena hapa. Kwa tuiache kwanza. Tuiache kwanza, nitarudi hapa. Ngoja nifanye maamuzi yangu vizuri. Lakini Watanzania watarajia kuniona huko kwenye siasa. Hapo na upande wa afya jamii kidogo utatuacha kwanza. No, siwezi kuacha. Sasa nikipata nafasi huko ndo nitakuwa nguli. Yaani nitaifanya kwa ukubwa zaidi. Yes. Kwa hivi sasa hali ilivyo kisiasa kwa hapa Tanzania. Pengine kama
mwanachama wa Chama cha Mapinduzi, unaizungumziaje hali ya siasa iliyokuwa hivi sasa Tanzania? Sawa, tunaelekea kwenye uchaguzi mkuu, mara kadhaa tumekuwa tukishuhudia matukio hapa na pale. Wewe unaionaje? Hali ya sasa ya kisiasa nchini mimi naona iko shwari. Yaani mimi kwa kweli kama mwanachama cha Mapinduzi naona kuko shwari na kura za mama zipo na zitapatikana na tutazipambania na hata wagombea wengine watakaojitokeza wa Chama cha Mapinduzi kura zao zipo, yani ni za kutosha. Na hata juzi mama amesema kwenye mkutano mkuu kwamba hata anavyoangalia hivi ni kama vile Chama cha Mapinduzi kimeshashinda, kwa sababu ndio chama ambacho ni kikubwa, ndio chama kina nguvu, ndio chama chenye ilani ambayo inaonesha mwongozo wa taifa hili. Mimi binafsi sijabahatika kuona ilani za vyama vingine. Lakini kwa Chama cha Mapinduzi naona tuko vizuri, hali ya siasa iko shwari, yani shwari. Kama maji mtungini, hatuna wasiwasi. Kwa hiyo mapema sana. Sawa, hii itakuwa nadhani la mwisho. Sasa hivi tumeona vijana wengi wamekuwa wakitumika kisiasa. Kama ambavyo umetoa wito wagombee sawa watajitokeza oninia, lakini mara kadhaa tumeona vijana katika kipindi hiki wamekuwa kitumika sana na wengi wamekuwa wakitumika katika mambo ambayo si ya kujenga, badala yake ni ya kubomoa zaidi. Kama daktari bingwa wa afya ya jamii, wito wako ni upi? Ushauri wako ni upi? Kipi kifanyike ili pengine kunusuru ile wimbi la vijana ambalo pengine linatumika katika mlengo ambao ni chanya pekee yake, si hasi pekee yake, si chanya? Mimi naomba nishauri vijana wenzangu kwamba wachukue muda wao, walisome taifa lao vizuri. Yaani wajue tumetoka wapi, tuko wapi na tunaelekea wapi. Na hizi ilani pia zinazotoka na hizi speeches zinazotolewa na viongozi, wachukue muda wazisikilize. Yaani unajua sisi shida zetu vijana tuko busy na Instagram, tuko busy na kuongea, tuko busy na magengeni huku na huku kuna huku. Kama una kazi yako ofisini uko busy tu na kazi yako, kama ni target unaangalia utazimiti vipi, bosi anasema nini. Hatujihusishi kabisa na masuala mazima ya maendeleo ya taifa hili. Lakini kama kijana angekaa akatumia muda wake, akajua tulikotoka, tulipo na tunapoelekea, akaona uzito wa kazi inayofanyika chini ya jemedari Mama Samia Suluhu Hassan. Yaani sidhani kama kuna mwananchi binadamu mwenye akili timamu angetoka akatumika hiyo akili yake ikatumika kufanya maovu ambayo huenda yanalenga kuvuruga amani ya taifa hili. Kwa hiyo mimi nadhani hapa tatizo ni kwamba vijana hatujihusishi kusoma chochote, kujua chochote kuhusiana na uongozi, kujua chochote kuhusiana na utatuzi wa changamoto za wananchi. Utakaa tu utasema ajira hatuna. Lakini je, umeangalia ni vijana wangapi wameajiriwa kutoka 2020 mpaka sasa? Umeangalia fursa ngapi za ajira zilikuwa zinapatikana huko miaka ya nyuma? Hapana. Umeelewa? Lakini kama huyu kijana akichukua muda wake akasoma vizuri, akajaribu kutofautisha nyakati, angeona kweli kuna vitu vingi vinafanyika. Nikupe mfano mmoja. Kuna rafiki yangu mmoja, sitamtaja jina. Yeye akiona hizi harakati zangu Chama cha Mapinduzi, Mama Samia, sio nini, yani hakuelewi, anaona hivi vipi huyu? Huyu anapewa shilingi ngapi, analipwa nini? Yani yeye haelewi kwa sababu anaona kama vitu unavyoviona wewe yeye havioni. Basi siku moja nimefunga naye safari, tulitoka huku Dar es Salaam. Tukaenda kwetu huko, sisi kwetu Mwanza, Sengerema huko. Sasa tunavuka kivuko, tukawa tuna discuss kwa sababu unavuka unapita na pantoni hapa, daraja lile linalojengwa liko hapo pembeni. Ile Kigongo Busisi. Ile Kigongo Busisi. Basi tukawa tunaangalia, tuna discuss hapa na kwa sababu pia naye ni daktari wa afya ya jamii. Tukawa tuna discuss hapa na pale, tunashauriana, tunasema hivi kwa mfano ile daraja limekamilika hapa kupita, kwa sababu siku tulikaa foleni pale kusubiri pantoni zaidi ya masaa mawili. Yeye mwenyewe aka appreciate kitu kinachotokea pale. Sasa tumebahatika kuvuka, tukawa tuna discuss pale kwenye daraja. Yaani yeye mwenyewe ananiambia, "Ya mwanangu, sio poa." Sema Mama Samia anaupiga mwingi, anasema kumbe leo unaona anaupiga mwingi. Kwa nini? Akasema wewe imagine hii nguzo moja. Maana hapo tuna refer ile daraja. Imagine hii nguzo moja kutoka kule juu mpaka chini iliko kita. Level gani ya shule? Labda tutafute wale wanafunzi ambao kidogo wameshapata uelewa na ufahamu. Tuwafundishe labda at least kuanzia darasa la 5, la 6, la 7 mpaka form 4, form 6. Yaani wazijue ilani wakiwa huko kwamba okay,
kumbe kuliahidiwa hiki, kumetekelezwa hiki, ili baadaye wakirudi huku mtaani wasitusumbue, wasikusanywe kwenye magenge kuambiwa huyu mama hafanyi chochote au kiongozi hana lolote, umeelewa? Kwa sababu tayari anajua toka akiwa kule shule kwamba kunayo yaliyoahidiwa, tena ni makubwa na uzito kiasi gani, kunayo yaliyofanyika. Kwa hiyo tunarudi tu pale pale, vijana tujitokeze, tugombee hizi nafasi na tuwe positive kuhusu taifa letu. Yaani hakuna mtu mwingine atakuja kulinda amani ya taifa lako. Ni wewe mwenyewe kijana unayeniangalia hapo. Jifunze. Chukua ilani ya Chama cha Mapinduzi, chama tawala. Rudia ndugu mtangazaji. Chama tawala. Chukua ilani ya chama tawala ujifunze. Hapo tuko sawa. Chukua ilani ya chama tawala, jifunze, jua taifa lako, soma historia nyuma, Tanzania ilikuwa wapi, imepitia changamoto gani, imetolewa vipi, Mama Samia anafanya, mtofautishe, yule ni mwanamke, mwanamama, mtofautishe na marais wengine, kafanya nini? Na wewe kama kijana unataka ufanyiwe nini, na je, kipo kwenye mpango au hakipo? And then uje sasa ukusanye wale tunaita waasi au watu gani, majasusi, waje wakupandikize. Kwa lugha rahisi tunaweza kama wapinzani. Sio wapinzani, wapinzani ni watu wazuri sana. Na ndio maana tunaamini wao wanatufanya tusonge mbele. Wanatupa mawazo ambayo ni positive. Bahati mbaya sana wapinzani wamekuwa wakiamini. Juzi nilikuwa nasikiliza speech ya kaka yetu Ali Hapi. Huyu ni katibu wa Jumuiya ya Wazazi Tanzania. Alikuwa anatuambia ubaya wa vyama vya upinzani huwa vinaamini kwamba vyenyewe vina ownership ya rights au vina ownership yani wao wanahisi wao ukweli wana umiliki wao, they own the truth, si ndio? Yani anaamini yeye anachokiamini yeye ndo kweli, yani anachohisi yeye ni sawa, ndio sawa, yani huyu akiwa Chama cha Mapinduzi sio sawa. Umeelewa? Kwa hiyo tukiacha hiyo ku-own rights, ku-own truth, ku-own kila kitu, tukakaa tukasema sasa sisi tunashauri chama tawala kilichopo madarakani au tunaishauri serikali ifanye hivi na hivi na hivi, wala upinzani sio tatizo. Tatizo ni huyu mpinzani anapogeuka kuwa adui. Yes, adui. Yani usiamini kwamba mimi nataka kiwe hiki ndo hiki. Yani huyu aliyeko huko anafanya vibaya na kosea, yani yuko negative. Ni kweli tumejengewa mahospitali kila kata, kila wilaya ambayo hayakuwepo. Na yaliyokuwepo yamewezeshwa zaidi. Sasa hivi tuna zaidi sasa hivi tuna hospitali nyingi sana ambazo zinatoa huduma ya dharura. Lakini zamani zilikuwa 7 tu nchi nzima. Wewe uogopi. Kwa hiyo kama mpinzani utakuja useme hichi kitu hakijafanyika, Chama cha Mapinduzi hamna wanachokifanya, sio kweli. Tuache kujimilikisha ukweli kwamba sisi ndio tunaojua ukweli, hamna mwingine. Mradi wewe ni chama tawala hujui ukweli. Au wewe mradi ni chama tawala haujui haki. Tuache hivyo vitu and then tuwe tu wapinzani wazuri. Kwa hiyo hivyo turudi pale, vijana tuelewe, yani hata ukiwa mpinzani, kuwa mpinzani ndio kwa sababu ikubali misingi na imani za chama kingine tofauti, lakini usiwe hater. Yani usiwe yule mtu ambaye mimi mradi tu nikutane, kwa sababu hao watu wanaolichukia taifa letu ni wengi nje na ndani ya nchi. Kwa sasa ukifanya hivyo, na sisi vijana ndo nguvu ya taifa, unawapa mianya hata wale wa nje ambao wana uwezo wa kuingia kupitia wewe na kuharibu amani. Umeelewa Kwa mimi wito wangu ni huo, vijana wajifunze, wachukue muda wao kuisoma siasa, wachukue muda wao kufuatilia maendeleo ya taifa. Basi mimi nikushukuru sana. Na wakati mwingine nadhani tutakuja sasa wakishafungulia ile tulizungumza hapo awali. Utatuambia unaenda jimbo gani? Nitakwambia hakika. Na imani utakuja kunipigia kura. Na hamna shida, uwe na amani kwa sababu ni haki yangu katiba. Mtazamaji wa Manara TV, tumefika tamati ya mahojiano haya maalum na daktari bingwa wa afya ya jamii. Huyu si mwingine ni Dr. Ashura Selemani. Ametupitisha kidogo kuhusiana na historia yake, ile jinsi alivyotamani kuwa mwalimu lakini akaangukia kwenye udaktari na sasa hivi ni daktari bingwa wa afya ya jamii. Lakini mbali na hiyo fani aliyonayo, ameelezea matamanio yake na safari yake ya siasa, na ametujuza kwamba katika mwaka huu tunapoelekea kwenye uchaguzi mkuu pengine anaweza karusha karata yake kupitia Chama cha Mapinduzi. Tutegemee makubwa kutoka kwake, lakini siku akiwa anatangaza nia na mambo mengine tutayaleta kama tulivyoleta haya kwa siku ya leo, lakini huu tunaweza kuita ni mwanzo wa mwanzo. Tukutane